Wakenya wameshauriwa kukumbatia matumizi ya lugha ya Kiswahili kila mara, hasa kusoma vitabu na kufanikisha masomo ya Kiswahili katika taasisi za elimu kama njia mojawapo ya kumkumbuka na kumsherehekea marehemu mwandishi Ken Walibora aliyebobea katika tasnia ya uandishi wa vitabu vya Kiswahili. Ni ushauri wake Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya pili ya kumkumbuka na kumsherehekea marehemu mwandishi wa vitabu vya hadithi Ken Walibora, hafla iliyoandaliwa katika Chuo Kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma. Tukaamua kuweka kitengo cha machapisho ya Ken Walibora katika maktaba yetu. Vitabu vipo. Hatukukomea hapo. Tuliomba ruksa ya Governor George Natembeya ili tuweke kitengo cha machapisho ya Ken Walibora katika makavazi ya Kitale. Walikubali. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha aidha amewataka wanafunzi kukumbatia somo la Kiswahili kikamilifu, akisema linaleta mataifa pamoja na likikuzwa litafanikisha utangamano kati ya mataifa mengi. Hivi karibuni baraza la chuo liliridhia ombi letu la kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa uzamifu PhD katika Kiswahili anayesomea kazi ama anatafitia kazi za Ken Walibora, na tayari tuna mzamifu ameanza kazi. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Kibabii Profesa Odio Ipara ametaja umuhimu wa kumwenzi marehemu Ken Walibora, akisema watazidi kufanikisha kumbukumbu lake kila mwaka, huku kitabu kilichochapishwa kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Kisii kumhusu Walibora kikizinduliwa. Tunamwenzi Ken Walibora kwa sababu alikuwa mtaalamu katika fasihi na maandishi ya Kiswahili, na zaidi alikuwa mwalimu mwadilifu ambaye alishikilia wadhifa wake kwa mantiki ya hali ya juu, na tungependa sana kwamba mfano aliouonyesha wakati wa uhai wake uweze kuigwa na watu wengine. Alafu pili, nafikiri ni muhimu sana tuelewe kwamba taaluma hii ya Kiswahili katika hii nchi ya Kenya na nchi za Afrika Mashariki ambapo lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa ni taaluma muhimu sana. Kwa hivyo wale ambao wanasoma mambo mbalimbali kuhusu lugha na fasihi ya Kiswahili tunawahimiza waendelee kujizatiti ili taaluma hii iweze kuwekewa upondo na iweze kuwa makini katika kuendeleza mawazo na fikra za wananchi wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Asante. Willy Khaemba Kurunzi, Chuo Kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma.